hizi fursa za umri zinapopatikana kwetu sisi tuzitumie vizuri. Kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kwenda katika ibada ya haji, basi wajue fursa hiyo wanayo, ni fursa hiyo watu wengi wameikosa. Sasa isiwe kwamba ni kama umekwenda tour hivi, umekwenda kwenye utalii, wewe una kazi ya kutupigia sisi selfie zile, au kwenye TikTok watuma huko kuonyesha kwamba hapa sasa uko kwenye Al-Kaaba, wawaonyesha watu kwamba hapa sasa wafanya tawafu, sasa hivi sasa kwenye makamu Ibrahim, sasa uko Mina, sasa uko Arafa, sasa uko Muzdalifa, sasa uko mahali fulani, sasa nafanya sa'i, sasa Safa na Marwa, sasa na swali, sasa naomba. Unawaonyesha watu yale unayofanya katika ibada zako. Niambie tafsiri ya riya ni nini? Ar-riya maana yake nini? Soma kwenye vitabu vyote vya elimu vyote vya dini, uulize riya maana yake ni nini na sum'a. Waulize mashekhe wote nini maana ya riya, alafu utuambie, je, hilo unalofanya wewe sio riya? Na riya ni shirk khafi, ni shirki iliyojificha, inabatilisha amali. Hata iwe amali ya aina gani ukiifanya wa anta mura'in, na hali ya kuwa wewe unafanya riya, unataka kuonyesha watu amali yako, basi amali yako itabatilika na wewe utakuwa katika waliopata hasara. Sasa watu wa pesa zako bwana, mamilioni ya pesa bwana. Leo haji imefika katika baadhi ya sehemu katika nchi zetu, sijauliza mwaka ule, kiafika milioni 18 mpaka 20. Watu wa milioni 20 zako bwana wenda haji bwana, ili utuonyeshe tu sisi kwa sababu ya ushamba wako. Ule ni ushamba na ulimbukeni shekhi. Yani sisi tu hapa tujalie tuko ndani ya swala, alafu wewe wachukua video uonyesha kwamba sasa nimerukuu, sasa nimenyanyuka, nimetadili, sasa na sujudu. Ria ni nini? Kama sio ria hii ni nini? Sasa usiige watu eti kwa sababu watu wametoka mahali fulani, umeona wazungu, umeona sio wa China, sio nani wafanya, na wewe wafanya tu. Fuata mafunzo ya dini yako, angalia amali unaoifanya, sio unaiga tu. Wakati wewe kukaa kumdhukuru Allah na kumuomba Allah na kumlilia, wewe ni wakati wa kupiga domo tu na kusimulia hivi, mara mkwenda huku, mara utakula hiki, utakula kile. Mdhukuruni Allah subhanahu wa ta'ala, tumieni fursa